Katika mojawapo ya mistari inapendwa sana kutumiwa na Waislamu, wawe wahadhiri, mashehe au Waislamu wanaokutana nao katika mitandao au hata mabarabarani, unapozungumza habari ya Mungu, hususan unapoizungumzia Biblia na kumwangalia Mungu huyu ambaye Wakristo wamemwamini tokea enzi katika vitabu vya Agano la Kale na Agano Jipya. Wanapenda kwenda kukimbilia katika mstari huu unapatikana katika kitabu cha Nabii Yeremia sura ya 4 mstari wa 10. Na kawaida wanachojaribu kukieka mbele za Wakristo ni kwamba huyu Mungu wa wanaomwamini Kristo ni muongo, kwamba sifa ya Mungu siku zote ni ukweli. Sasa jambo hili Waislamu wanalizungumza pasipo wao kufahamu hata katika vitabu vyao huyu Mungu anajiita Allah anajitambuaje. Kwa mfano katika Qur'ani Allah mwenyewe anajiita kwamba yeye ni mbora wa wadanganyifu, khairul makarin. Makar ndio sifa yake, na katika zile sifa zake 99 mojawapo ni hii makar, yani mlaghai au mdanganyifu. Hili analiweka wazi kabisa na anajiita hivyo na hakuna mashaka katika maandiko ya Kiislamu. Sasa wakitaka kumuoanisha Allah ambaye anachukua sifa ya mdanganyifu au mlaghai, wakitafuta katika Biblia nzima hawakuti sehemu ambao Yehova anajiita mdanganyifu. Wanakimbilia katika mstari huu wa Yeremia sura ya 4 mstari wa 10, wakidai kwamba unaona huyu Mungu wenu naye pia ni mdanganyifu. Lakini wanachoshindwa kufahamu ni kwamba unapoisoma mstari huu wa 10 sura ya 4 ya katika Yeremia, wanausoma nje ya muktadha wa kitabu kizima cha Yeremia. Kwa mfano, anayesema maneno haya ni Yeremia, si Yehova mwenyewe. Nitakwenda kusoma mstari huu na nitafafanua kidogo. Kwa mfano mstari huu unasema hivi. Hii ni Yeremia sura 4 mstari wa 10. Nami nikasema, Bwana Mungu, hakika umewadanganya sana watu hawa wa Yerusalemu ukisema mtakuwa na amani, lakini upanga umeingia katika nafsi za watu. Kwamba hapa Yeremia anamshutumu Yehova kwamba amewadanganya watu, kwamba aliwaambia watu hawa kwamba hawatapata na majanga yoyote ikiwemo vita na kuuawa. Jambo ambalo wanashindwa kuelewa Waislamu ni kwamba unaposoma kitabu cha Nabii Yeremia, Mungu anajielezea mara kadhaa kwamba neno hili analolisema yeye anaumpa Yeremia ni tofauti na maneno ambayo manabii wa uongo na makuhani wamekuwa wakihubiri katika taifa la Israeli kwa wakati ule. Labda kabla kufika mstari wa 10 tuanze katika mstari wa 6 hivi. Tuanze mstari wa 6 mpaka wa 10 tuone Yeremia anazungumza nini. Kuna pahala ambapo Yahweh anazungumza na Yeremia anakuja kuzungumza mstari wa 10. Nasema kwamba tokeni bendera kuelekea Sayuni, kimbieni mpate kuwa salama, msikawie, kwa maana nitaleta mabaya toka kaskazini na maangamivu makuu. Hapa ni Yehova anayezungumza, anawaambia wana wa Israeli walioko huko kwamba waondoke kwa sababu kuna maangamizi makubwa yanakuja. Anapoendelea mstari wa 7 anasema, simba ametoka katika kichaka chake, ndiye angamizaye mataifa, ameanza kushika njia, ametoka katika mahali pake ili afanye nchi yako kuwa ukiwa, miji yako ifanye maganjo, asibaki mwenyeji ndani yake. Mungu anaendelea kuwatahadharisha wana wa Israeli kwamba lile baya ambalo alikuwa amelikusudia litokee linakaribia. Kwa hiyo alikuwa anawahadhari kwamba waondoke, kwa simba ameshatoka katika kichaka chake, kimaanisha lile taifa linalokuja kulivamia wale wa Babeli wanakuja kuvamia, kwamba wako njiani sasa. Adhabu ambao Mungu aliipanga kufuatana na maovu yao hao wana Israeli imekaribia. Anaendelea mstari wa 8, kwa sababu hiyo jifungeni nguo za magunia, ombolezeni na kulia kwa uchungu, kwa maana hasira kali ya Bwana haikugeuka na kutuacha. Anapowaambia hapa Mungu, wana wa Israeli anawaambia wakati umefika sasa waanze kujutia mabaya yao na waanze kujutia kwa sababu adhabu imeshawafikiria. Anaenda kwenye mstari wa 9. Na katika siku hiyo itakuwa, asema Bwana, moyo wa mfalme utapotea na moyo wa wakuu wake na makuhani watastaajabu na manabii watashangaa. Kwamba huyu mfalme na manabii na makuhani na wakuu watashangaa kwa nini mabaya yanawapata. Sasa kuna jibu jepesi sana, ni kwa sababu hawa moyo wa mfalme, wakuu, makuhani wanastaajabu na manabii. Kwa sababu gani? Kabla yake ilikuwa ni Yeremia tu alikuwa akiwaeleza mabaya ambayo yatawapata, lakini wafalme na hawa makuhani walikuwa wakipewa utabiri au maneno ya kinabii ambayo alikuwa anasema kinyume na yale ambayo Yeremia alikuwa akihubiri. Ndio maana Yeremia anapofika mstari wa 10 anazungumza, yeye anasema, nami nikasema, Bwana Mungu,
hakika umewadanganya sana watu hawa na Yerusalemu, ukisema mtakuwa na amani, lakini upanga umeingia katika nafsi za watu. Yeremia hapa anachozungumza ni kwamba anaona tofauti baina ya yale anawasikia kutoka kwa manabii wengine na makuhani na wale wakuu wa nchi, kwamba nchi ile itabaki salama, kwamba Mungu bado yupo pamoja nao na watakuwa salama, hakuna mabaya atawapata. Lakini Mungu anapozungumza na Yeremia anamueleza vitu tofauti. Kwa hiyo Yeremia hapa anabaki kushangaa, ina maana Mungu amekuwa akiwadanganya huko nyuma? Jibu kwa namna ya pekee unapoendelea kusoma hichi kitabu cha Yeremia, Mungu anatoa majibu. Kwa mfano, tunakwenda katika sura ya 5 kitabu hicho cha Yeremia. Kwenye sura ya 5 mstari wa 12 anasema hivi, Mungu anaelezea, wamemkataa Bwana na kusema si yeye, wala hayatatupata mabaya, wala hatutaona upanga wala njaa, na manabii watakuwa upepo, wala neno lake halimo ndani yao, basi ndivyo watakavyotendwa. Kwamba hapa Mungu anaanza kudhihirisha kwamba wanayosema manabii hayakutoka kwake. Ndicho ambacho Mungu anadhihirisha kwa Yeremia, kwamba hawa wameyapata ni kwingine, hajatoka kinywani mwake, kwamba hawa walikuwa wanatabiri uongo. Unapokwenda katika sura hiyo ya 5 mstari wa 30 unasema hivi, jambo la ajabu la kuchukiza limetokea katika nchi hii. Mstari wa 31 unaendelea, manabii wanatabiri uongo na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao, na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo, nanyi mtafanya nini mwisho wake? Ni kwamba wana wa Israeli kwa kipindi hicho ulizuka manabii wengi wa uongo ambao walikuwa wakitoa unabii wa uongo, ulikuwa ukiwadanganya watu, na makuhani walikuwa wanapenda nao kubeba haya maneno ya uongo, kwa sababu nao walikuwa wanataka kusikia habari njema tu. Kwenye mstari wa 7, kwenye sura ya 7 kitabu hicho cha Yeremia, mstari wa 4 sura 7 inasema, msitumainie maneno ya uongo mkisema hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana ndiyo haya. Mungu alichokuwa akiwaeleza kwa kupitia Yeremia ni kwamba hawa Waisraeli walibaki kuamini kwamba kwa kuwa hekalu lipo hakuna mabaya yatawapata, kwamba wao walikuwa wamelitumainia hekalu badala ya kumtumainia Mungu wa kweli. Walikuwa wameshughulika zaidi na mambo ya sadaka na matoleo, wakizani sadaka na matoleo ndicho Mungu anachokitaka, wakati mioyo yao ilikuwa mbali kabisa na huyu Mungu. Kwa hiyo walikuwa watu wamejikita kwenye dhambi, wakati wakitoa sadaka na matoleo mengi wakidhani kwamba zitawanusuru. Sasa kwenye sura hiyo ya 7 ya Yeremia mstari wa 8 nasema, angalieni mnatumainia maneno ya uongo yasiyoweza kufaidia. Mungu anaendelea kuongea tena na tena na tena. Na unapofika kwenye sura ya 8, na huu ni mstari mmoja wapo pia ambao Waislamu wanapenda kutumia, lakini tutauzungumzia siku nyingine katika nafasi tofauti. Unapofika katika sura ya 8 mstari ule wa 8 unasema hivi, mwasemaje sisi tuna akili na torati ya Bwana tunayo pamoja nasi, lakini tazama kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya kuwa uongo. Wenye hekima wametahayari, wamefadhaika na kushikwa. Tazama wamelikataa neno la Bwana, wana akili gani ndani yao? Mungu anapoonyesha ni kwamba hawa wa manabii na makuhani na waandishi wamekuwa wakiandika mambo na kuwatia moyo wana wa Israeli kinyume na kile ambacho Mungu alikuwa amekikusudia, kwa sababu wanajaribu kuwaandikia wana wa Israeli mambo yalikuwa tofauti na Torati inapozungumza, kwa sababu Mungu anapozungumzia hukumu anazungumza hukumu kwa mujibu wa Torati, lakini wao walikuwa wanaitumia Torati kuandika mambo kinyume na kutumia mafundisho na tabiri ambazo zilikuwa zinawapotosha wana Israeli. Katika mistari yote unapofika katika kitabu cha nabii Yeremia, unapofika sura ya 14 ndipo dhahiri shahiri unaelewa kwa nini Yeremia alikuwa anazungumza vile, lakini Mungu anamjibu wazi wazi katika sura ya 14 ya kitabu hichi cha Yeremia. Tunaanzia kwenye mstari wa 13 mpaka 14. Unasema hivi, ndipo nikasema, Bwana Mungu, tazama manabii huwaambia, hamtauona upanga wala hamtakuwa na njaa, bali nitawapa amani iliyothabiti mahali hapa. Yeremia anamuuliza Mungu hapa, mbona hawa manabii wanawaambia watu kwamba hamtaona upanga wala hamtakuwa na njaa na mtakuwa na amani iliyothabiti mahali hapa, yani katika taifa la Israeli? Mungu ndipo anamjibu kwa wazi kwamba yale uliofikiri kwamba nimedanganya, hichi ndicho anachojibu. Ndipo mstari wa 14 huu sura ya 14 inasema, ndipo Bwana akaniambia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi sikuwatuma wala sikuwaamuru wala sikusema nao. Wanawapeni unabii wa maono ya uongo na uaguzi
na neno la ubatili na hadaa ya mioyo yao. Ndugu yangu Muislamu ambaye umebeba mstari ule kama nilivyokuambia wa Yeremia sura ya 4 unaozungumzia kwamba Mungu ni muongo. Yale ni maneno ambayo Yeremia alikuwa anajiuliza, iweje neno ambalo analipokea kutoka kwa Mungu ni tofauti na neno ambalo manabii wengine walikuwa wakilihubiri, kadhalika na makuhani walikuwa wakilihubiri. Mungu katika sura ya 14 ya kitabu hicho cha Yeremia mstari wa 14 anaweka wazi kwamba wale manabii hawakuwatuma yeye, kadhalika hawabebi neno lake, wanafanya uaguzi na wanasema maneno ya uongo, na kwamba yale ambayo anampa Yeremia ndiyo yanatoka katika kinywa chake na ndiyo ambayo yanatokea. Na unapokwenda katika historia ya Israeli, unaposoma kitabu hichi cha Yeremia, unaona kabisa yote ambayo Mungu alimweleza Yeremia kuhusu taifa lile yanatokea, tofauti na yale ambayo manabii wa uongo walikuwa wakiyasema na makuhani walioyabeba na kuandika na waandishi wakayaandika katika vitabu vyao mbalimbali kwa kuwahadaa wale Wanaisraeli, na Wanaisraeli wakabweteka. Na ndio maana unapokwenda kusoma kuhusu historia ya nabii Yeremia, aliteseka sana, kwa sababu kila mara walipokuwa Yeremia anakwenda kuwahubiri watu kuhusu hukumu inayokuja kuwapata, walimuona yeye ni muongo, na mara nyingi walimtesa, walimkamata, walimfunga, lakini mwishoni yale aliyosema ndio yaliyowapata. Yale ya uongo ambao waliaminishwa kutoka kwa manabii wa uongo na makuhani waliotaka kutembea na maneno ya uongo ya manabii wa uongo, ndio yalikwenda kinyume kabisa. Ndugu yangu Muislamu, nikufundishe tu, soma vitabu hivi kwa ukamilifu, soma muktadha, ikibidi soma kitabu kizima upate kuelewa nini kinachoandikwa. Usibebeshwe hii mistari ukatembea nao. Na wewe Mkristo pia, haya maneno ya Waislamu yanakupotosha, yasikuangushe wala yasikutikise. Mungu wetu ni mwaminifu. Kitabu hiki kitakatifu cha Biblia hakika hakina dosari. Mungu akubariki.